Rais wa Marekani Donald Trump ameongeza shinikizo dhidi ya Iran kwa kutoa onyo kali kwamba taifa hilo litalazimika kulipa gharama kutokana na kile alichokitaja kuwa kuchelewesha na kukwamisha juhudi za kufikia makubaliano mapya kati ya Washington na Tehran. Kauli hiyo imekuja katika kipindi ambacho mvutano wa kisiasa na kiusalama katika Mashariki ya Kati unaendelea kuwa mkubwa, huku mazungumzo ya kidiplomasia ikionekana kutopiga hatua za haraka kama ilivyotarajiwa. Kupitia ujumbe aliyouchapisha katika mtandao wake wa kijamii, Trump aliikosoa vikali Iran kwa kile alichodai kuwa imekuwa ikitoa ahadi na matamshi mengi bila kuonyesha utayari wa kuchukua hatua za vitendo kuelekea makubaliano. Katika ujumbe huo, Trump alitumia lugha isiyo ya kawaida katika diplomasia, akisema kuwa Iran imepoteza fursa ya kupata makubaliano ambayo yangekuwa na manufaa makubwa kwa uchumi wake na kwa mustakabali wa mahusiano yake na Marekani. Iran ni maneno matupu na hakuna hatua. Mnyanyasaji wa Mashariki ya Kati amekufa. Wamechukua muda mrefu sana kujadiliana makubaliano ambayo yangekuwa mazuri kwao. Sasa watalazimika kulipa gharama, aliandika Trump. Kauli hiyo imekuja zaidi ya miezi miwili baada ya kufikiwa kwa usitishaji vita dhaifu uliosaidia kupunguza kwa muda mivutano iliyokuwa imeongezeka katika eneo la Mashariki ya Kati. Hata hivyo, licha hatua hiyo, juhudi za kidiplomasia za kujenga mazingira ya maelewano ya kudumu zimeendelea kukumbwa na changamoto nyingi, huku pande zote mbili zikilaumiana kwa kutokuwa tayari kufanya maridhiano. Kwa mujibu wa wachambuzi wa siasa za kimataifa, Marekani imekuwa ikitaka Iran ikubali masharti kadhaa muhimu kabla ya kuondolewa kwa baadhi ya vikwazo vya kiuchumi vilivyowekwa dhidi yake. Masharti hayo yanahusisha kudhibiti shughuli za nyuklia, kupunguza kiwango cha urutubishaji wa uranium, kuruhusu ukaguzi wa kimataifa katika vituo vya nyuklia, pamoja na kupunguza ushawishi wa kijeshi wa Iran kupitia makundi washirika wake katika mataifa mbalimbali ya Mashariki ya Kati. Kwa upande mwingine, Iran imekuwa ikisisitiza kuwa haitakubali masharti ambayo yanaathiri mamlaka yake ya kitaifa au kuzuia haki yake ya kuendeleza teknolojia ya nyuklia kwa matumizi ya kiraia. Viongozi wa Iran wamekuwa wakidai kuwa Marekani inapaswa kwanza kuondoa vikwazo vya kiuchumi ambavyo vimeathiri sekta mbalimbali za uchumi wa nchi hiyo kabla ya kutarajia hatua zozote za ziada kutoka Iran. Mvutano kati ya mataifa mawili si jambo jipya. Kwa miongo kadhaa, Marekani na Iran zimekuwa katika uhusiano wa mashaka, migogoro ya kisiasa na mivutano ya kiusalama. Hali hiyo ilizidi kuwa mbaya baada ya Marekani kujiondoa katika makubaliano ya nyuklia ya mwaka 2015 yalikuwa yakijulikana kama JCPOA, hatua iliyosababisha kurejeshwa kwa vikwazo vikali dhidi ya Iran. Katika miezi ya hivi karibuni, maafisa wa Marekani wamekuwa wakieleza wasiwasi wao kuhusu kasi ya maendeleo ya programu ya nyuklia ya Iran, wakihofia kwamba taifa hilo linaweza kuwa karibu zaidi na uwezo wa kutengeneza silaha za nyuklia ikiwa hakuna makubaliano mapya yatakayofikiwa. Iran imeendelea kukanusha madai hayo, ikisisitiza kuwa shughuli zake zote za nyuklia ni kwa ajili ya matumizi ya amani na maendeleo ya kitaifa. Kauli za Trump pia zimezua mjadala mpana katika jumuiya ya kimataifa. Baadhi ya wachambuzi wanaamini kuwa matamshi hayo ni sehemu ya mkakati wa kuongeza presha kwa Iran ili kubali masharti ya Marekani. Wengine hata hivyo wanaonya kuwa matumizi ya lugha kali yanaweza kuzidisha hali ya kutoaminiana kati ya pande hizo mbili na kufanya mazungumzo kuwa magumu zaidi. Mataifa kadhaa ya Ulaya pamoja na mashirika ya kimataifa yameendelea kutoa wito kwa pande zote mbili kurejea katika njia ya diplomasia na mazungumzo. Viongozi wa kimataifa wanaamini kwa suluhisho la kudumu linaweza kupatikana kupitia mazungumzo ya wazi na yenye kuheshimu maslahi ya kila upande badala ya kutoa vitisho au hatua za shinikizo. Hadi sasa Iran hajatoa majibu rasmi ya moja kwa moja kuhusu kauli hii ya Donald Trump. Hata hivyo, maafisa wa Iran wamekuwa wakisisitiza mara kwa mara kwamba Iran iko tayari kwa mazungumzo yote yatakayokuwa na haki, yenye kuheshimu mamlaka yake na yanayozingatia usawa wa pande zote. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment.
Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.